Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninapenda kuchukua nafasi kukaribisha mtu wa Mungu uendelee kujifunza neno la Mungu mahali hapa. Na leo kwa neema ya Mungu nimekuletea somo linalosema mambo 10 ya kuepuka yanayoweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Mambo 10 ya kuepuka yanayoweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Na leo tutaangalia mambo 5 katika sehemu hii yetu ya kwanza. Kabla sijaenda kufundisha somo hili, natamani tukaombe. Twende tukaombe. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako. Tazama wakati huu na saa hii Mungu, tunasogea mbele zako kwenda kujifunza somo hili Bwana. Tunaomba utusaidie Bwana tukaweze kuelewa. Katika jina la Yesu Kristo, fungua fahamu zetu na fikra zetu tupate kuelewa ili andiko. Katika jina la Yesu naomba nikiamini utatenda. Amen. Somo letu linasema mambo 10 ya kuepuka yanayoweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Katika maisha tulionayo kama wanadamu, kuna mahali tunakosea, kuna mahali tunamtenda Mungu dhambi. Sasa ili kuweza kuondoa dhambi ile ambayo ipo katika maisha yetu, yatupasa kumwendea Mungu kwa toba. Na pale tunapomwendea Mungu kwa toba, maana yake Mungu wetu ameahidi ya kwamba hatatusamee makosa yetu na hata yakumbuka tena. Sasa yako mambo ambayo yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli, kwa sababu toba ya kweli ninazungumza habari ya kuacha. Kutubu ni kugeuka na kutubu ni kuacha. Sasa moja kwa moja tukaangalie jambo la kwanza ambalo linaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Kama nilivyotangulia kukuambia kwamba toba ya kweli ni toba ambayo mtu anatengeneza maisha yake na Mungu, na anatengeneza, maana yake anatubu afu tena harudi ile dhambi, maana yake anaendelea kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, kwa maana ya kwamba kuacha. Jambo la kwanza ni kiburi cha moyo. Kiburi cha moyo hichi kinaweza ikawa ni kizuizi kinachoweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Kwa hiyo kiburi cha moyo kinatakiwa kuepukwa. Na unaposoma kitabu kile cha Misali sura ya 16 na mstari wa 18, Misali 16 na mstari wa 18, maandiko yanasema hivi: kiburi utangulia uangamivu na roho yenye kutakabari utangulia maanguko. Kiburi utangulia uangamivu na roho yenye kutakabari utangulia maanguko. Hapa tunaona ya kwamba kiburi humfanya mtu ajione yuko sawa hata anapokuwa amekosea. Ndio maana maandiko yakasema kwamba na roho yenye kutakabari utangulia maanguko, bali kiburi utangulia uangamivu. Uangamivu manake ni uharibifu, kwa maana ya kwamba mtu ambaye ana kiburi cha moyo, kiburi kimekaa moyoni, manake huyu mtu hata akifanya makosa anajiona yuko sawa. Kwa hiyo hii inawezekana ikawa sababu mojawapo ya kumzuia mtu asifanye toba ya kweli, kwa maana ya kwamba kiburi kinamfanya mtu ashindwe kukubali makosa yake. Kwa hiyo hata kama amekosea, akiambiwa atubu, anaweza asikubali kutubu. Lakini pia inaweza kuleta hali ya kuwaona wengine ndio wenye shida, yani anajiona kwamba hana shida. Hata kama akikosea, akiambiwa, anaishi kama labda anaonewa wivu, au anaweza kaisi labda kwamba na watu hawampendi, lakini kiuhalisia wanamwambia kwa habari ya makosa yake. Kwa hiyo hali ya kiburi inaweza kufanya mtu kunyimwa neema na Mungu, kwa sababu Mungu umpinga mwenye kiburi na umpa neema mnyenyekevu. Kwa hiyo maana ya kwamba kiburi kinaweza kikawa sababu namba 1 ya kuweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Kwa hiyo mpendwa, kama unatamani ufanye toba ya kweli, hebu ondoa kiburi moyoni. Mwambie Yesu, nisaidie, niondolee kiburi ndani yangu. Naamini Mungu ni mwaminifu, atakuondolea. Kwa hiyo kiburi cha moyo ni jambo linaloweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Hivyo ni jambo la kuliepuka haraka sana. Okay, tuangalie jambo la pili. Jambo la pili ambalo linaweza likamzuia mtu asifanye toba ya kweli ni kupenda dhambi au tamaa ya ndani, yani kufurahia maisha ya dhambi. Unajua kuna mtu anaweza kukuta hana kiu ya kutubu wala hana kiu ya kutengeneza, kwa sababu anayafurahia yale maisha ya dhambi.
anayashangilia yale maisha ya dhambi. Yani dhambi anaifanya kama ni kitu cha kufurahisha. Kwa hiyo huyu mtu ambaye anaifurahia, maana yake anaipenda dhambi, hawezi kutubu. Hata akitubu atatubu tu kwa maneno matupu, si kwa kumaanisha, si kwa kufanya toba ya kweli. Na ukisoma kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 na mstari wa 44, Yohana Mtakatifu sura ya 8 na mstari wa 44, maandiko yanasema hivi: nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala akusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa hiyo anaposema kwamba sisi kwamba anawaambia Yesu kwamba walikuwa ni watoto wa baba yao Ibilisi. Maana yake Ibilisi ni mtu wa tamaa, alikuwa anafurahia kufanya dhambi. Shetani anafurahia kufanya dhambi. Sasa watu wengi wanajua wanachofanya si sahihi, lakini mioyo yao bado inapenda dhambi, yani inashangilia dhambi. Yani anaweza kaja kanisani akaonekana mnyenyekevu, anaweza kaja kanisani akaonekana kujuta, lakini anafurahia maisha ya dhambi. Tena mwingine unaweza kuta anajisifia kabisa, yani mimi ni hodari kwenye jambo fulani, mimi ni hodari. Lakini ukisikia lile jambo analojisifia, kwa kweli ni jambo la kipumbavu na ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo kupenda dhambi inawezekana ikawa sababu nyingine inayoweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Kwa hiyo tamaa hufanya moyo huwe mateka. Tamaa ya kupenda dhambi inamfanya mtu awe mateka wa dhambi, anakuwa mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo mtu hawezi kuacha kitu anachokifurahia kwa siri. Yani hadharani anaweza katoka akasema mimi bana sipendi dhambi, lakini sirini anaifurahia, anaishangilia. Kwa hiyo mtu hawezi kuacha kitu ambacho anakifurahia sirini, anakishangilia sirini, hata kama anajitahidi kujikosha mbele za watu, lakini kama uko sirini bado anaishi maisha ya dhambi, maisha ya kumchukiza Mungu. Maana huyu mtu ni ngumu kufanya toba ya kweli. Kwa hiyo toba ya kweli inahitaji kuchukia dhambi. Toba ya kweli inahitaji kuiacha dhambi, na sio kuiacha kwa muda tu afu baadaye urudie. Toba ya kweli inahitaji kuichukia dhambi na kuiacha. Kwa hiyo hii hali ya kupenda dhambi au tamaa ya kupenda dhambi ni jambo linaloweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Hivyo ni jambo la kuliepuka haraka sana. Mpendwa, hebu kama una hali hiyo fulani, hebu unaomba kwa jina la Yesu Kristo Mungu akusaidie uweze kushinda hiyo hali. Lakini tuangalie jambo lingine ambalo linaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Jambo lingine ni hofu ya aibu au hukumu ya watu. Hofu ya aibu, mtu anakuwa anaogopa kutubu, anaogopa kutengeneza awe na uhusiano mzuri na watu. Yamkini labda anaogopa watu wakijua taarifa zake kwamba alikuwa anatenda matendo fulani. Kwa hiyo anaishi kwa uoga, manake anaogopa hivi wakija wakajua kwamba mimi nimeiba, au wakija kujua kwamba nimefanya hivi na vile. Na pengine mtu anawezekana akawa anajizuia kwenda kutubu kwa sababu ya nyadhifa na vyeo alivyonavyo. Hivi wakijua kwamba mimi nilikuwa ni mwizi, nilikuwa ninaiba kwenye ofisi, wakijua kwamba mimi bana nilikuwa ninatembea na mke wa mtu, wakijua, anaogopa kutubu, anaogopa kwenda kukiri makosa yake mbele za Mungu kwa sababu aibu, ana hukumu ya watu. Okay. Na ndio maana wakati mwingine mtumishi wa Mungu anaweza sasa, watu ambao wanatamani kutengeneza maisha yao na Yesu waje mbele, na ukuta mwingine kweli anajijua kabisa ndani kwamba hayuko vizuri na Mungu, lakini anaogopa kwenda pale mbele kutengeneza maisha na Yesu, kwa sababu anasema hivi, watu watajua yani kwamba siku hizi nilizokuwa kiongozi wa kanisa kumbe sikuwa na mahusiano mazuri na watu. Na hii aibu inakuwa inamdanganya, na ile hukumu ya maneno ya watu inamdanganya aendelee kudumu katika siri ya kutenda dhambi sirini, huko azanana akionekana ni mwema. Na ukisoma kitabu kile cha Misali 29 mstari wa 25, Misali 29:25 anasema hivi: kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kuwaogopa wanadamu unaleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kwa maana ya kwamba ukiishi kwa kuogopa kutengeneza uhusiano wako na Mungu kwa sababu unawaogopa wanadamu au unaogopa hukumu za watu watakusemaje, maana yake hii hali inaweza kuleta mtego kwenye maisha yako, ukashindwa kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Lakini kama unamtumainia Bwana, maana yake wewe utakuwa salama, hautaogopa. Watasema mchana, usiku watalala. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja wa nyimbo za Injili anaitwa Anseti Butati, aliimba akasema, ni kweli unajua nilikuwa ni mzinzi ndio, lakini ulikuwa unajua mimi nilikuwa ni mlevi, nilikuwa sui kahaba. Sasa Mungu ameshasahau yote hayo. Kwa maana ya kwamba anazungumza ya kwamba mtu ambaye anataka kutubu, maana yake lazima asiogope macho ya watu, asione aibu, hamwendee Bwana kwa moyo wa ujasiri. Kwa maana ya kwamba kuogopa wanadamu huleta mtego, lakini amtumainie Bwana atakuwa salama. Kwa hiyo wengi wanaogopa kukiri kwa sababu ya sifa zao
au nafasi zao. Kwa hiyo wanasema kwamba watu watasemaje? Watu wakisema mimi bana, kumbe sote nilikuwa kanisani, nilikuwa sijaokoka. Nisikilize, okoka. Uhusiano wako na Mungu ni bora sana kuliko uhusiano wako na watu. Kwa hiyo aibu hiyo sasa inaweza kuwafanya watu waendelee kudumu gizani, kuishi gizani. Lakini Mungu umuinua mtu yule anayenyenyekea mbele zake pasipo kujali cheo au nafasi alionayo. Mungu anamuinua na kumsamehe na kumfutia makosa yule mtu ambaye hata kama akikosea, haijalishi, anaangalia nafasi yake, anaweza kwenda kutubu. Kama Daudi ni mfano mzuri kwenye maandiko matakatifu. Hata alipokosea, alipokuwa anajua amekosea, alivaa nguo za magunia, akalia, akamwomba Mungu. Haya kuangalia yeye ni mfalme, akuangalia nyadhifa alizonazo. Kwa hiyo mpendwa ambao unanisikiliza, aibu isikufanye ukashindwa kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Aibu isikufanye ukashindwa kumrudia Mungu na kufanya toba ya kweli. Kwa hiyo kizuizi ambacho kinaweza kikazuia mtu asifanye toba ya kweli, inawezekana ikawa ni aibu au hukumu ya watu. Lakini jambo lingine la nne ni kutojua uzito wa dhambi au kuidharau dhambi. Kuna mwingine anasema hii dhambi ni ndogo. Hii dhambi bana, mimi niliiba 200,000 nitafanana na mtu ambaye ameiba matilioni. Nisikilize, kwa Mungu hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Kwa maana yule aliyesema usiibe ndio aliyesema pia usizini. Kwa hiyo wizi ni wizi tu. Haijalishi umeiba 100, umeiba 200, umeiba 1000, umeiba 10,000, umeiba milioni, umeiba trilioni, wote kwa Mungu wote mnaonekana ni wezi. Lakini lazima ufahamu kitu kimoja, kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 6 na mstari wa 23. Warumi sura ya 6 mstari wa 23 anasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Watu wanapodharau dhambi wanakuwa hawaoni haja ya kutubu. Mtu ambaye anadharau dhambi hajui madhara ya dhambi. Hawa watu kama anajua anadharau. Lakini nikwambie kitu kimoja, kwamba ukiendelea kudumu kwenye kujifariji katika dhambi, fahamu ya kwamba ni kwa hasara ya maisha yako. Kwa maana maandiko hayajaacha kitu. Nasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti sio maana kwamba utakufa tu, ile kufa kimwili. Kuna mambo mengine katika ulimwengu wa maisha tu ya kawaida, biashara, elimu, au afya au vitu vingine, yawezekana ikawa ni vinashindwa kustawi, unashindwa kustawi kiafya, unashindwa kustawi kibiashara kutokana tu na maisha ya dhambi. Kwa hiyo sio tu kifo tu cha kimwili. Hii ni final, lakini cha kwanza tunazungumza katika lifestyle, maisha ambayo unaishi. Kwa hiyo mpendwa, hacha kudharau dhambi. Dhambi yoyote ambayo umeifanya, muendee Mungu kwa toba. Kwa hiyo hali ya kudharau dhambi inaweza ikawa sababu ya kukufanya usione haja ya kutubu au kufanya toba ya kweli. Kwa hiyo usipoona hatari tokanayo na maisha ya dhambi, basi hautapata msukumo wa kubadilika wala kutubu. Kwa hiyo ukiona kwamba hii dhambi ina hatari, maana yake utapata msukumo wa kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo hali ya kudharau dhambi au kutokujua uzito wa dhambi ni jambo linaloweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Hivyo hili ni jambo la kuliepuka haraka sana. Epuka jambo hili haraka sana mpendwa. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Chochote kama unajua umekosea mbele za Mungu, msogelee Mungu kwa njia ya toba na Mungu atakusamehe. Lakini jambo la 5 na la mwisho kwa siku ya leo, tunasema moyo mgumu au ugumu wa moyo. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 3:15, Waebrania sura ya 3 mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi: hapo inenwapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Kwamba ukisikia sauti ya Mungu leo, usifanye moyo mgumu. Moyo ukiwa mgumu unamzuia mtu asitubu. Kwa hiyo hii hali ya moyo kuwa mgumu inaleta hali ya kurudia dhambi. Hali ya kurudia dhambi maana yake inaleta hii hali, inaondoa hisia ya kujihisi hatia. Kwa hiyo wakati mwingine moyo ukishakuwa mgumu, mtu anafanya dhambi anaona ni kitu cha kawaida, yani kama hata ashtuki, kwa sababu tayari moyo ulishakuwa mgumu. Kwa hiyo hapa analeta mtu anapata hali ya kuzoea maovu, kuyashangilia maovu. Kwa hiyo dhamiri inapoteza sauti, yani hashuhudiwi ndani kwamba anachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo kadiri moyo unavyokuwa mgumu, ndivyo toba inavyokuwa ngumu zaidi kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo ugumu wa moyo ni jambo linaloweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Hivyo ni jambo la kuliepuka haraka sana, mtu wa Mungu. Yawezekana una moyo mgumu, lakini nakuombea kwa jina la Yesu, kataa hiyo hali. Hebu kama unaona unatenda dhambi lakini hauoni kushtuka, hebu rudi magotini tena, jitafakari. Lakini kuna moyo mgumu umeshaingia ndani yako, moyo wako ushakuwa mgumu. Hebu Mungu akusaidie uweze kushinda hapo. Nimekupitisha kwenye mambo 5 kwa siku ya leo katika somo letu linalosema mambo 10 ya kuepuka yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Mambo 10 ya kuepuka yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Nilikwambia jambo la kwanza ni
kiburi cha moyo. Kiepuke kiburi cha moyo. Lakini pia jambo la pili ni kupenda dhambi, kuishangilia dhambi. Epuka hiyo hali ya kushangilia dhambi. Lakini jambo la tatu ni hofu, aibu au hukumu ya watu. Ukitaka kwenda kutubu, usiogope watu watasemaje, usiogope hukumu za watu. Watu tu wapo hao. Lakini jambo la nne ni kutojua uzito wa dhambi au kudharau dhambi. Mpendwa, usidharau dhambi. Dhambi yote uliyofanya muendee Mungu kwa kutubu, kwa kumaanisha. Lakini jambo la tano na la mwisho kwa siku ya leo katika sehemu yetu ya kwanza ya somo letu ni moyo mgumu au ugumu wa moyo. Nikushukuru sana. Tulikuwa tunaangalia somo letu ambalo linasema mambo 10 ya kuepuka yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Na leo tumeangalia sehemu ya kwanza, tumeangalia mambo 5. Nikukaribishe pia katika sehemu yetu ya pili. Nitakutumia mahali hapa YouTube, unaweza ukasubscribe, lakini pia unaweza ukanitafuta kwa namba ya simu ambayo ni 0692180888. Ulikuwa nami mwalimu Eric Aristide. Ninakutakia wakati mwema na Mungu akubariki.